Assalamu alaikum, karibu katika channel yetu ya Best Naso TV, na leo ni siku ya Alhamisi. Nafikiria tunaenda kuangalia uchambuzi katika mechi ya Young Africans dhidi ya Tanzania Prisons, ambao Tanzania Prisons ni wenyeji ambao wanaikaribisha Yanga katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Nafikiri uwanja mpya ambao Yanga anaenda kufanyaje kukutana na Tanzania Prisons. Tanzania Prisons ni timu ambayo ni kongwe katika ligi kuu ya Tanzania, na ni timu ambayo inawapa wapinzani ugumu katika mechi ngumu kama hizi, hususan anapokutana na Simba, Azam pia pamoja na Yanga. Nikienda kuangalia katika nafasi ya Tanzania Prisons, yuko nafasi ambayo ni nafasi mbaya, nafasi ya 15. Ana pia anahitaji kushinda game katika mechi ya leo ili kuweza kupata nafasi ya kupanda juu. Ina maana kama leo atapoteza mchezo huu, ina maana ataendelea kujidimiza chini kuwa na katika nafasi ya pili kutoka chini au ya tatu. Kwa hiyo anahitaji ushindi ili kupanda alama 3 na point 18. Nikija katika kikosi chake Tanzania Prisons, anafikiri leo ataanza na namba 1 golini atakuwa ni Mbisa, namba 2 atakuwa ni Sabianka, kuna Jeremia, kuna Kimenya. Kimenya ni mchezaji ambaye ni mkongwe katika ligi ya Tanzania na amepitia vilabu vingi kama Mbeya City, lakini sasa hivi kwa Tanzania Prisons. Kuna Mtinda, kuna Doto, kuna Odwang. Huyu Odwang ni mchezaji ambaye wa kigeni ambaye anafikia amepata nafasi kama namba 7 katika kikosi cha Tanzania Prisons kama winga. Ni mchezaji mzuri ambaye pia anatakiwa wale mabeki wa pembeni wa Yanga waweze kumchunga vizuri. Ni mtu ambaye anapoka mipira kwa haraka na mbio, na wanaweza akakaa na mpira kwa dakika 2 na mpinzani akashindwa kumpokonya. Nikija kwa Chanongo, ni kiungo. Huyu ni kiungo mkongwe. Hao ni kama kina Aimidimao Mkami wa kina Mudasili haya. Chanongo ni mkongwe katika ligi na pia ni mzoefu katika hizi mechi kubwa, hususan hizi mechi kama za Yanga, Simba na Azam pamoja na Singida Big Stars. Nikija namba 9 ni George Mpole. Nafikiri George Mpole anafahamika, ni namba 9 ambaye alimpa wakati mgumu msimu ulioisha. Alikuwa mshambuliaji wa Yanga aliyopita Feston Mayele, wote wakiwa kinara magoli yalolingana, lakini mwisho wa siku ndio alikuwa mbabe na kabeba kiatu. Nikija kwa Sadoki, hiyo namba 10, namba 10 ambaye pia ni mzuri katika mipira ya vichwa pamoja ni mzuri katika mashuti ya mbali. Muhiru Yusuf anajulikana, ni mkongwe pia, amepita Yanga, amepita Simba, amepita Azam, lakini sasa hivi yuko Tanzania Prison. Kwa ni mchezaji mzuri ambaye ni mkongwe pia, anaweza akaisaidia Tanzania Prison katika mechi ya leo kuhakikisha anapata alama 3 muhimu. Nikija katika sabu, kuna Eritie pia ni mzuri, kuna Mbangela, kuna Kasanga, kuna Kaboma, kuna Emmanuel, kuna Lukombi, kuna Mwajanga, Mwakiusa ni mzuri pia, kuna Sangati na Lugambo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni mechi nzuri, ni mechi ngumu ambayo yenye mvuto kulingana na ushindani katika nafasi ya kwanza mpaka ya 4, ambao kila mtu sasa hivi katika kila mechi yake anashinda. Ukiangalia Simba juzi ile mechi ametoka kushinda kwa game ngumu zaidi ya Tanzania Singida Big Stars. Ukiangalia Azam pia ameshinda mechi kwa zaidi ya Dodoma Jiji, tena magoli mengi 3-0, lakini Simba kishinda kwa 2-1. Yanga anahitaji nini katika game ya leo? Yanga yuko nafasi ya kwanza akiwa na pointi 32 na anahitaji game ili aweze kufikisha alama 35, aweze kubaki juu kulingana na mechi jinsi zinavyokuwa ni ngumu. Kadri mechi zinazozidi kuchezwa, kila timu imeimarika, hususan katika usajili wa dirisha dogo. Kila timu amesajili wachezaji muhimu na unaona kila timu inapata ushindi, na kila timu ambazo nikisema hizi big team 4, ukiangalia katika kiwango cha msimu ulivyoanza na dirisha dogo kuna mabadiliko. Hata ukiangalia Simba inapocheza kwa sasa hivi imebadilika, na kila mchezaji aliyoingia katika kikosi kipya anaweza kupambana, na mwisho wa siku Simba inakaa kwenye piki yake. Yanga ana kazi moja tu leo. Kazi ambayo anatakiwa kuangalia ni Yanga ni kuangalia katika wachezaji wake wale muhimu, hususan wale ambao wanaweza kufanya tackling zile, wacheze kwa umakini kulingana na kadri siku zinapozidi kwenda. Yanga anazidi kuongeza injury katika wachezaji wake, alafu na ukiangalia ni ligi bado inahitaji muda, bado mashindano ni mengi, kwa asipokuwa makini katika benchi la ufundi
unaweza kushangaa wanakuwa na wachezaji zaidi ya 5 injury. Kwa hiyo pia inaweza kumpa kidogo ugumu katika kuongoza ligi kuu na mashindano mengine. Ukiangalia Yanga anakuja vipi? Yanga anakuja na kikosi kile kile ambacho kilishinda dhidi ya Big Stars. Golini atakuwa ni Diala, namba 2 ubavuni huko atakaa ni Mwenda ambaye tangu amesajiliwa na Yanga anaaminika na wengi hatukutarajia kama anaweza akapata katika makocha wote waliopita Young Africans wote Mwenda walimwamini na pia akampa nafasi. Nikija Zimbwe pia aliingia kama mchezaji mpya ambaye kutoka upinzani Simba Sports Club, lakini pia naye amekuwa ni muhimili mzuri katika safu ya ulinzi wa Yanga. Nikija kwa Bakari Mwamnyeto anaingia kwa sababu ya Dickson Job ambaye pia ni injury. Nafikia Job pia atakaa nafikiri msimu mzima akiwa nje na uguza goti lake, amefanywa upasuaji wa goti huko South Africa. Nikija na pale namba 4, namba 5 anasimama ni Baka. Nafikiri beki mzuri ambaye pia mwanzo pia naye alikuwa anacheza sana Love, lakini benchi la ufundi waweza kukaa naye na kumshauri, lakini mwisho wa siku amekuwa ni beki muhimili katika mipira ya vichwa ya kona, na pia hata tackling zake anafanya sasa hivi kwa akili zaidi, anaepuka zile foul. Kuna Abuye unamkuta ni Duka Abuye, ni unamkuta anazunguka almost kiwanja kizima. Utamkuta katika ushambuliaji na huenda mpaka sasa hivi pia ana magoli zaidi ya nafikiri magoli 3, lakini pia unaweza kumkuta katika kulinda huko nyuma kisaidiana kina Baka pamoja na kina Mwamnyeto pamoja na Zimbwe au Mwenda. Nikija Max Zengeli unasema ni kilaka kwenye timu ya Yanga pia. Max unaweza kumkuta anacheza 11 mara akashuka akacheza 7, pengine anaweza kacheza katikati na Mdasi akaenda pembeni. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia ni mchezaji ambaye tegemezi katika klabu cha Yanga. Nikija kwa Mdasi haya tangu msimu umeanza Mdasi amerudi kwenye piki yake kama tunavyoona na watu wengi wanamuongelea vizuri. Mdasi amekuwa ni mtu ambaye ni tegemezi katika klabu ya Yanga, kwa hususan pale dimba katikati akisaidiana na kina Max Nzengeli, Duke Abuya pamoja na Damalo ambaye ameingia katika ingizo jipya. Dube nafikiri kila mtu anamuongelea tangu kwenye mashindano ya AFCON. Dube ameonyesha kiwango bora katika timu yake, alikuwa ni kama nitegemezi na aliweza kufunga katika mechi ngumu. Lakini nikija katika ligi kuu Dube sasa mpaka sasa na magoli 7. Umeona, kwa ni striker ambaye anatakiwa pia wa kuchungwa, ni striker angalizo. Na Dube sasa hivi ni mtu ambaye anakuofa vitu vitatu: kwenye kukaba, mikimbio, na pia kwenye kufunga na pia kwenye kuassist. Kwa ni striker ambaye naona ni striker wa kisasa leo ambaye ameanza kufanya vizuri kurejea kama kipindi anatua Tanzania. Buba anaingia Buba anaingia kwa sababu ana mechi kama 4. Mechi yake ya kwanza alifanya vizuri na aliweza kufunga, lakini hizi mechi zilizofuatia zote pia ameweza kufunga mechi iliyopita na pia ameweza kutoa assist. Kwa hiyo ni mshambuliaji mzuri akitokea pembeni. Pia inaweza kama msaada mkubwa katika mechi ya leo, hususan ukiangalia Yanga na mashindano mengi na kila mchezaji ni mzuri anatakiwa kupata nafasi ili kuanza kuisaidia klabu. Kuna ukiangalia sababu ya wachezaji wa Yanga pia unaweza kushangaa bado kikosi ni kikubwa. Ukiangalia kuna Msheli, kuna Masilanga, golikipa Mcheshi ambaye anaweza kukuofa naye pia ni mzuri kupiga pasi za haraka. Kuna Bubakari Ninja huyo, kuna Frank Asink, kuna Yokwas, kuna Bunasri Casemiro huyo, kuna Damalo kiungo mkabaji nasema, au kiungo mshambuliaji, mtu ambaye mali inakuja na imeza anatuliza akili anatoa. Kuna Sheani pia nafikiri pia namba 6 namba 8 pia anaweza kucheza, lakini mtu ambaye ni hatari kwa mashuti ya mbali, ni mtu wa kuchungwa kama akipata nafasi. Kuna Koma pia ni kiungo mkabaji. Kuna Emmanuel Mnengo, huyo ni striker ambaye amesajiliwa kutoka Singida huko Big Stars pia. Kuja kuangalia nafasi gani ambayo anataka isaidia Yanga kulingana na kina Clement Mzinze kupata injury. Dep kila mtu anafahamu kacheza mechi 6, kafunga mechi 5, mechi 1 ndio hajafunga, lakini pia anaweza kapata nafasi akaweza kuisaidia Yanga katika mechi ya leo. Kwa hiyo tu enjoy game na tu enjoy channel yetu ya Best Nasto TV, na mimi ni Alwata ni mnyama boy giant, Mr Bridge aka pendwa na watu. Kwa hiyo tu enjoy game na kila tukio ambalo linakuwa linaendelea kwenye mechi ya leo
tutakuwa tunakujulisha kupitia chaneli yetu ya Best Naso TV.